Umekuja kwa shangazi yako. Arusha unaishi na nani? Unaishi na nani? Umeolewa? Nyosha mkono wako juu. Kabla ya kuolewa naona kuna ndoa nyingine. Kabla ya kuolewa naona kuna ndoa nyingine. Kabla huyu mwanaume ulikuwa unaishi na mwanaume mwingine? Ulikopo hauishi na mwanaume mwingine kabisa. Kwa nini naona kuna mwanaume mwingine? Naona ndani ya kidole umeka naye patano. Maana ninaona katika mfumuko wako mpaka kwenye kizazi chako. Una watoto wangapi? Ndio umeolewa mwezi wa kwanza. Kwa sababu ninaona ndani yako ulimwengu wa roho kuna mwanaume amekuvisha pete ulimwengu wa roho. Kwa maana hata kizazi chako kinapitia mateso. Umeolewa mwezi wa kwanza mwaka jana. Una mtoto? Ushakubeba mimba? Hata haujawahi kabisa kubeba hata mimba. Namuona mwanaume ana asili ya Kiarabu, unashiriki naye tendo la ndoa, ndio aliyefunga kizazi chako. Na kuna wakati unahisi kama ni mjamzito, lakini baada ya hapo unaona tumbo linakukata kwa kasi sana. Uliambiwa uende kwenu. Alikwambia uende kwenu ni nani? Mume wako na mama yake. Mimi na Mungu wangu anakusaidia. Unakwenda kubeba mtoto wa kiume wa kwanza. Sio kwenda kwenu. Sio kwenda kwenu. Mwenye shida ni huyo aliyekuvisha pete. Hataki uolewe wala ndoa yako isiwe na amani. Ndani yako anaishi pamoja na wewe. Wewe uliyekamata afya ya kizazi cha binti huyu, ninakuamuru katika jina la Yesu, natuma upanga. One Rika Santaria Moria. One I say fire. Toka. Ondoka moja. Ondoka mbili. Achia ndoa yake, achia kizazi chake, achia watoto wake. Moja. Naona mimba ya kwanza imechukuliwa. Naona mimba ya pili imechukuliwa. Naona mimba ya pili imechukuliwa. Naona mimba ya pili imechukuliwa. Ninakataa. Kuanzia sasa natuma moto ndani ya tumbo lako. Mungu wangu amekubadilishia kizazi chako. Wewe sio mgumba, sio tasa. Kuanzia sasa uko huru kwa jina la Yesu Kristo. Uko huru katika 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 jina la Yesu Kristo. Ninakutakasa mwanangu. Kuanzia sasa wewe ni mtu mwingine katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo. Usiogope. Unahitaji kurudi kwa mumeo lini? Hata sasa hivi. Ndio ukaja huku. Umetoka Arusha. Kwenu ni Manyara. Manyara sehemu gani? Babati. Waliokuambia uende kwenu wamefanya vizuri. Kwenu sio kule ulipozaliwa. Kwenu kwa Mungu wako ili akubadilishie kizazi chako. Anajua uko Manyara. Usiogope.
Usiogope. Alafu mumeo kuna kabinti wanawasiliana. Unakajua? Anakukatalia. Usiogope. Nakupa taswira nyingine. Hakutafuti, atakutafuta yeye mwenyewe, sio wewe kumtafuta. Mimi nishavua vazi. Yes. Sio huyu tena waliokuwa wanamtazama. Yeah. Bali nimeachilia nuru inakwenda kumwangazia katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Kumwambia nenda kwenu, walitumia njia nzuri. Kwa sababu problem sio yeye, bali ninamuona mwanaume ulimwengu wa roho kamvisha pete. Na ana asili kama Kiarabu, manake jini lilimwatamia aruhusu kusema kuzaa. Ulimwengu wa roho ana watoto hadi ananyonyesha watoto ulimwengu wa roho, lakini yeye anapitia mateso na wamefunga kizazi. Tena hiyo familia ina uvumilivu. Ni mwaka mmoja unamfukuza mwanamke. Hana ufahamu. Mumeo anaitwa nani? Anaitwa Saidi. Acha hizo za ajabu. Akileta ujinga na mpiga pigo langu. Sete ujinga. Nampiga pigo alafu mambo yanaharibika. Mpaka urudi na anafanya hivyo sasa. Usiletee ujinga. Wewe si ujui. Huyu kupigiwa simu lazima nifanye na mimi ya kwangu na stopisha. Hakuna cha hivi wala cha hivi. Yule mwanamke si Asha si Amina, ninafunga ukulaza katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Sema amina. Sema amina. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Na kuwekea mkono wa kinabii, hautaonekana ulimwengu wa giza kuanzia sasa. Na kupitia wewe, kwa sababu mumeo mmeshashiriki. Kuna agano mnalo wewe na mumeo. Kupitia wewe ninatuma nguvu ya ajabu iende kwa mumeo. Ninakata mawasiliano kati yake na watu wengine katika jina la Yesu. Akupigie simu haraka iwezekanavyo, na wewe urudi kwenye ndoa yako. Ukirudi kwenye ndoa yako, usichukue hata mwezi, ukapokee haja ya moyo wako. Pokea. Pokea kwa damu ya Yesu, uko huru. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Shangazi yako iko wapi? Amebaki nyumbani.